أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema katika hutuba iliyopita, kama nilivyokuwa nimeeleza kwa kifupi kuhusu vita ya Tabuk, leo nitaeleza maelezo yake zaidi. Hatmusleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza sababu ya kutokea kwa vita hii, vita vya Tabuk, anasema ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliposhinda Makka, Abu Amir Madni aliyetokana na kabila Khazraj, na kwa sababu ya uhusiano wake na Mayahudi na Wakristo, alikuwa na tabia ya kutoa mawaiza, na kwa sababu yake watu walikuwa wakimuita rahib, yani mtawa, lakini kidini hakuwa Mkristo. Mtu huyo baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufika Madina alikimbilia Makka. Makka ilipotekwa, yeye akaanza kufikiri ya kwamba sasa afanye njama gani ili kuleta fitina dhidi ya Islam. Hatimaye akabadilisha jina na maumbile yake na akaenda kuishi katika kijiji cha Quba karibu na Madina. Kwa sababu ya kuishi nje kwa miaka kadhaa na kubadilisha maumbile na mawazi yake, watu wa Madina hawakuweza kumtambua, isipokuwa walikuwa wakimjua wanafiki wale wale tu ambao yeye alikuwa amejenga nao uhusiano wake. Yeye akiwa na wanafiki wa Madina akapanga njama ya kwamba nikienda Syria na ichochea serikali ya Kikristo na makabila ya Kikristo ya Uarabuni na nawasisitiza kuivamia Madina. Hapo muanze kusambaza taarifa hii ya kwamba majeshi ya Kisiria yanaishambulia Madina. Wanafiki waliopo Madina waanze kusambaza habari hizi. Mpango wangu ukifanikiwa, watu hawa wataanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, na mpango wangu kama ukishindikana, kwa sababu ya vumi hizi, Waislamu labda wataenda wenyewe na kuishambulia Syria, na hivyo vita itaanza baina ya serikali ya Kaisari na Waislamu, na tutafanikiwa katika nia yetu. Katika sura zote mbili tutapata faida. Hivyo kwa kuweka mbele yao mpango huo, mtu huyo akaenda Syria, na wanafiki wa Madina wakaanza kusambaza habari hizi katika Madina ya kwamba tulikutana na msafara fulani, nao wakatuambia kuwa jeshi la Syria linajiandaa kuishambulia Madina. Siku ya pili walikuwa wakisema tena kuwa watu wa msafara fulani walikutana nasi na wakatuambia kwamba jeshi la Syria linakaribia kuivamia Madina. Habari hizi zikaanza kushamiri kwa kasi sana, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuwa akiwa na jeshi la Kiislamu ajitokeze mwenyewe ili kupigana na majeshi ya Kisiria. Wakati huu ulikuwa mgumu sana kwa Waislamu. Ilikuwa mwaka wa ukame. Mwaka jana mazao yaliyopatikana yalikuwa madogo sana, na mazao ya mwaka huu yalikuwa bado hayajapatikana.
walikuwa bado hawajavuna chochote. Ilikuwa mwisho wa Septemba au mwanzo wa Oktoba mtume alipoondoka kwa ajili ya vita hii. Wanafiki walikuwa wakijua kwamba hiyo yote ni njama, na wamefanya njama hiyo kwa nia moja, kwamba jeshi la Kisiria lisipo washambulia Waislamu, basi Waislamu waende wenyewe kupigana nao huko huko, na hivyo wote waangamie. Hali za vita ya mauta zilikuwa mbele yao, wakati ambapo Waislamu walikuwa wamelazimika kukabiliana na jeshi kubwa sana, na wakivumilia hasara kubwa walikuwa wamenusurika kwa shida sana. Nia yao ilikuwa ni kuona mauta nyingine kwa macho yao, ambamo katika vita hii Mungu apishe mbali mtume sallallahu alaihi wasallam angeuawa. Hivyo upande mmoja wanafiki kila siku walikuwa wakisambaza habari hizi ya kwamba kwa njia fulani tumejua kuwa adui wanataka kuvamia, kwa njia fulani tumejua kwamba majeshi ya Kisiria yanakuja, na upande mwingine walikuwa wakiwaogopesha watu wakisema kwamba kupambana na jeshi kubwa kama hilo si rahisi, hamtakiwi kuondoka kupigana vita. Na shabaha ya kufanya hayo yote ilikuwa ndiyo hii ya kwamba Waislamu wajitokeze kuishambulia Siria, lakini waende katika idadi ndogo, ili kushindwa kwao kuwe jambo la yakini. Wakiwa wachache basi lazima watashindwa kwa vyote vile. Kwa sababu ya habari hizi zilizokuja, mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuona hali halisi na kutafakari akafikia natija hii ya kwamba akichelewa kupigana na Warumi au akiwapa nafasi ya kuingia katika maeneo yaliyo chini ya Waislamu, madhara yake yatakuwa makubwa zaidi. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam, licha ya kuwa na dhiki na shida, akaamua kwamba bila kuwapa Warumi muhula wa kusonga mbele, akienda katika eneo lao apigane vita zidi yao. Hat Musleh Maud raziallah taala anhu ameeleza habari hizi katika sehemu nyingine. Anasema kwamba vumi hizi zilimfikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akatoa amri ya kuwa badala ya kusubiri mpaka Warumi waje kutushambulia, tunatakiwa kujitokeza na kuwazuia mipakani, na akawaamuru Waislamu kujiandaa kwa ajili yake. Maelezo yaliyopita nilieleza kutoka kitabu kimoja cha historia, na sehemu hii ni ya Hat Masihi Maud alaihi wassalam. Kwa vyote vile Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam kikawaida alikuwa anaweka siri mipango ya kivita, lakini baada ya vita ya Khaibar, vita ya Tubuk ilikuwa ni vita ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza kwa watu wote na akieleza shida za njiani na uwingi wa adui, akawasihi Waislamu ili kujiandaa vyema. Riwaya hii inapatikana katika Bukhari. Pamwe na hayo, mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma watu kwenda Makka na makabila mengine ya nchi ili wao waje kushiriki katika jeshi. Upande mwingine akawasihi watu matajiri ili wao watoe mali katika njia ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayatumia makabila mbalimbali ujumbe wa kushiriki katika vita, na akawatumia wajumbe wake kama ilivyoelezwa. Hivyo Hat Buraida bin Usaid kwa kabila Banu Aslam, Hat Abu Ruhum Ghaffari kwa kaumu yake Banu Ghaffar, Hat Abu Waqid Lasi kwa kaumu yake Les, Hat Abu Jad Zamri kwa kaumu yake, Hat Rafi bin Miqyas kwa Juhena. Vivyo hivyo Hat Nuaim bin Masud kwa Asha, na Budail bin Waraka, Amr bin Salim na Busr bin Sufyan kwa Banu Kaab na Banu Amr. Na vivyo hivyo akamtuma Abbas bin Mirdas kwa Banu Sulaim. Katika Madina kulikuwa na mazingira ya hofu na wasiwasi, na sababu yake ikawa hivi kwamba maadui wenye nguvu muda wote wanaweza kushambulia. Hivyo kwa mujibu wa riwaya moja ya Bukhari, Hat Umar anasimulia ya kwamba sisi tulikuwa tukiongelea ya kwamba mfalme mmoja wa Ghassan ametayarisha farasi zake ili kupigana nasi, yani amejiandaa vizuri. Na katika riwaya nyingine ya Bukhari ni
ni kauli ya hat umar kwamba sisi tulikuwa na hofu kuhusu mfalme mmoja wa ghussan. Tukaambiwa kwamba yeye anajiandaa ili kutushambulia. Katika hali hile vifua vyetu vilikuwa vimejaa hofu. Kwa vyote vile, pamoja na hayo yote, matayarisho ya maswahaba na kujitolea kwao kimali kulionekana, ambacho ni chenye kusisimua imani. Katika maelezo yake imeandikwa ya kwamba pamoja na hali ya hofu na wasiwasi, katika Madina ilikuwa hali ya ukame na mavuno na matunda yalikuwa karibu ya kukomaa. Katika ukame ule watu walikuwa na wasiwasi na fikra ya kuvuna mavuno yao. Ndipo tangazo likatangazwa la kujitokeza kwenda kwenye jihadi. Kisha msimu wa joto kali, safari ya maili mamia na mapungufu katika masurufu yalikuwa mambo mengine. Pamoja na hayo yote na shida zote, ilipotangazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tangazo la kwenda kufanya jihadi, watifu na wanyofu wenye ikhilasi wakiacha mavuno yao na matunda yao yaliyokomaa, wakaanza kujiandaa kwa ajili ya safari. Japo kujiandaa kwa safari hii ndefu haikuwa rahisi kwa maswahaba hawa maskini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akijua shida hizi. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa tangazo la kutoa mali kwa wote, hasa akawahimiza matajiri ili kutoa mali na vipando katika njia ya Allah. Alisema, man jahaza jashal usrate falahul janna, mtu ambaye ataiwezesha jeshi usra, yani vita ya Tabuk, kwa silaha atajaliwa pepo. Wakati huu mtu aliyetangulia kuleta mali alikuwa hata Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yeye akaleta mali yake yote ambayo ilikuwa dirhamu 4,000. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Abubakar kama amewaachia chochote watu wa nyumbani au la. Ye akasema kwamba nimewaachia watu wa nyumbani Allah na mtume wake. Katika riwaya moja hat Umar anasimulia tukio lake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alituamuru kuwa sisi tutoe sadaka, na wakati ule nilikuwa na mali. Nikajisemea kwamba kama nikimshinda katika maisha, basi ni siku hii ya leo nitamshinda Abubakar. Anasema nikaleta nusu ya mali yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umewaachia nini watu wa nyumbani? Nikasema kwamba nusu nimeacha kwa ajili yao na nusu nimeleta. Na Abubakar akaleta yote aliyokuwa nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwamba, e Abubakar, umeacha nini kwa ajili ya watu wa nyumbani? Akamuuliza mbele ya Umar. Anasema kwamba ye alisema, nimewaachia Allah na mtume wake. Hat Umar anasema kwamba nikasema katika moyo wangu, wallahi siwezi kumshinda katika jambo lolote. Kisa hiki ameeleza Musleh Maud kwa njia yake, kwa maneno yake. Anasema kwamba wakati wa vita moja hat Umar anasema kwamba nilipata wazo ya kwamba hata Abubakar daima ananishinda, leo mimi nitamshinda. Nikifikiri hivi nikaenda nyumbani na nikachukua nusu ya mali yangu na nikaleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zama ile ilikuwa zama yenye shida sana kwa Islam, lakini hata Abubakar radhiyallahu anhu akaleta mali yake yote na akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Abubakar, umeacha nini nyumbani? Akasema kwamba Allah na mtume wake. Hatumara anasema kwamba kwa kusikia hiyo nikahisi majuto sana, na nikazani kwamba leo nikitumia nguvu zangu zote nilijaribu kumshinda Abubakar, lakini leo pia Abubakar amenishinda. Kuhusu kujitolea kwa Uthman kuna riwaya moja ambayo hata Abdurrahman bin Hubab ameisimulia. Anasema kwamba mimi nilikwepo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatuhimiza kuhusu jeshi la usra. Hata Uthman bin Affan akasimama na akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nitatoa ngamia 100 pamoja na vifaa vyao katika njia ya Allah. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza kuhusu jeshi.
hat usman bin affan akasimama tena na akasema kwamba ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam ni juu yangu ngamia 200 pamoja na vifaa vyote katika njia ya allah. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza tena kuhusu jeshi. pamoja na kusikia hayo usman akasimama tena na akasema kwamba ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam ninawajibika kutoa ngamia 300 pamoja na vifaa vyao vyote katika njia ya allah. nikamwona mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anashuka kutoka mimbari na alikuwa anasema kwamba ma ala uthmana ma amila baada hazihi, ma ala uthmana ma amila baada hazihi. usman hana shida hata kama afanye nini baada yake. usman hataulizwa hata kama afanye nini baada yake. riwaya nyingine inasema abdurrahman bin samura ameisimulia kwamba hat usman raziallahu taala anhu alileta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam dinari 1000. yeye alipo tutiarisha kwa ajili ya jeshi usra na akampatia mtume sallallahu alaihi wasallam. abdurrahman alisema kwamba nikamwona mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anabadilisha dinari zile na alikuwa anasema kwamba madhara uthmana ma amila baada al-yawm, uthman hatafikiwa madhara yoyote kwa yale aliyofanya baada ya leo. alirudia mara 2. sawa na riwaya moja hat uthman katika vita hii alitoa dinari 10,000 na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea hat uthman, ghafara llahu laka ya uthmana ma asrarta wa ma alanta wa ma huwa qaimun ila yaumi lqiyamati ma yubali ma amila baadaha. ewe uthman, mwenyezi mungu akughufirie kwa yale uliyofanya kwa siri na yale uliyofanya kwa kidhihiri na yale yatakayotokea hadi kiama. baada yake hata kama afanye nini hatakiwi kuwa na fikira na wasiwasi. sawa na riwaya moja yeye kwa ajili ya matayarisho ya vita hii alitoa ngamia 1000 na farasi 70. sawa na riwaya moja mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya dua kwa ajili ya usman kwa maneno haya kwamba allahumma arza an usman fa inni anhu razin. e allah umrizie usman kwani mimi pia nimemrizia. ibn ishaq anasema kwamba hat usman katika vita ya Tabuk alitumia fedha ambayo hakuna sahaba aliweza kuitumia. msafara moja wa kibiashara wa usman ulirejea kutoka Syria ukiwa na manufaa. yeye akachukua matumizi ya sulusi moja ya wanajeshi. alisema kwamba sulusi moja nitavumilia mimi, na akatoa vifaa kwa ajili ya wanajeshi 10,000 na akahakikisha kwamba kwa ajili ya kila mwanajeshi kamba moja ya viatu vyake pia itumike kutoka hela yake, yani vitu vidogo vidogo pia akavitoa, na dinari 10,000 zikatumika juu yake, na pia farasi na ngamia akavitoa. alitoa ngamia 1,000, farasi 100 na dinari 1,000 kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. na dinari hii 1,000 ilikuwa tofauti na zile 10,000 ambazo alikuwa amezitumia kwa ajili ya matayarisho ya wanajeshi 10,000. wakati huu abdurrahman bin auf pia alileta okia 100 fedha. sawa na riwaya zingine akatoa okia 200 fedha. okia pia ni mizani ambayo ni sawa na gramu 10.5, na tukipiga hisabu sawa na zama hizi inafika kama fedha kilo 1.5 au kilo 2.5. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba uthman bin affan na abdurrahman bin auf ni hazina kutoka hazina za allah juu ya ardhi hii ambao wanatoa kwa ajili ya ridhaa ya allah. wametoa mali nyingi. riwaya moja inasema kwamba abdurrahman bin auf alileta okia 400 dhahabu ambayo ni gramu 4,200. baadhi wamesema kwamba alitoa ngamia 900. sawa na riwaya moja abdurrahman bin auf alihudhuria kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba nina dirham 8,000, nimeweka dirham 4,000 kwa ajili ya watu wa nyumbani na dirham 4,000 nimeleta kwako. mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya dua kwa ajili yake na alisema kwamba barakallahu fima amsakta wa fima ataita.
mali ambayo umeweka kwa ajili ya watu wa nyumbani na mali ambayo umetoa katika njia ya allah, mungu atie baraka katika mali zako zote. asim bin adi alileta 70 wask tende. wask moja ni sawa na 60 saa, na saa moja inakuwa sawa na kilo 3, yani kwa jumla zilikuwa 12,600 kilo tende. walileta mali kwa mtume walikuwa abbas bin abdulmutalib, talha bin ubaidullah, saad bin ubada na muhammad bin maslma waliokuja kujitolea zaidi. hat masihe maud alaihissalam anasema kwamba ilikuwa zama ambapo watu walikuwa wanatoa uhai wao mithili ya mbuzi na kondoo juu ya dini ya mungu. hata Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu zaidi ya mara moja alitoa kila kitu chake hadi hakuacha sindano katika nyumba yake, na vivyo hivyo hat umar pia sawa na uwezo wake na nguvu yake, na usman pia sawa na nguvu yake na uwezo wake, na kila moja sawa na uwezo wake akatoa, na maswahaba wakawa tayari kutoa mali zao na uhai wao kwa ajili ya dini hii ya mwenyezi mungu. kisha alisema kwamba mwenyezi mungu anasema lan tanalul birra hata tunfiku mima tuhibun, mpaka mutoe kitu mnachokipenda sana katika njia ya allah hamwezi kufikia wema. na kwa ajili ya kufikia wema masahaba walikuwa wakitoa. atmusleh maud anasema ya kwamba masahaba saa nyingine wakiuza vifaa vya nyumba zao wakatimiza matumizi ya vita, bali inaonekana kwamba saa nyingine wakiuza mali zao wakatoa na wakatumia juu ya wengine na wakawapatia mahitajio yao yote waliokwenda vitani. hivyo safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam alijitokeza nje na akasema kwamba kwa ajili ya safari fulani jeshi letu linakaribia kuondoka, lakini waumini hawana chochote. je, yupo mmoja wenu ambaye apate thawabu? hat Usman akasimama kwa kusikia hiyo na akatoa kutoka mfuko wake na akampatia mtume sallallahu alaihi wasallam hela ile kwa ajili ya matumizi ya waislamu. mtume alipoona hayo akasema kwamba Uthman amenunua pepo. Khalifulmsi athalis rahimahullah taala pia akieleza swala la kujitolea kwenye hutuba yake ameeleza tukio hili. anasema kwamba safari moja kwa ajili ya kutayarisha katika vita mali nyingi zilihitajika, na siku zile kulikuwa na uhaba wa mali, na dunia ndio hii kwamba saa nyingine zinakuwa siku za faraja na saa nyingine zinakuwa siku za ziki. wakati ule pia kulikuwa na siku za ziki. mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka mbele ya maswahaba haja yake na akawasihi ili kutoa mali. natija yake ikawa hivi kwamba Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akaleta mali yake yote, hata Umar akaleta nusu ya mali yake. Usman akasema kwamba ukubali ofa yangu hii kwamba mimi nitavumilia matumizi ya maswahaba 10,000, na pamoja na hayo akatoa ngamia 1,000 na farasi 70. vivyo hivyo maswahaba wote wenye ikhilasi wakatoa sawa na uwezo wao na nguvu yao, na mwenyezi mungu akatoa natija zilizo bora. ni fadhili ya mwenyezi mungu kwamba wanajumuia wa jumuia ya ahmadia wanaelewa jambo hili kwamba kujitolea mali kuna umuhimu gani. mara nyingi naendelea kueleza matukio mbalimbali. baadhi ya watu kwa hakika wanatoa kila kitu wanachukua nacho. matajiri pia, watu wenye uwezo wanatakiwa kuzingatia mifano ya Abubakar, Umar na Uthman vile vile, na kisha wanatakiwa kuongeza viwango vya kujitolea kwao. watu maskini na wenye matabaka ya katikati wanajitolea sana. kwa fadhili ya allah wapo matajiri ambao wanatoa kwa kiwango cha juu, na wale walio dhaifu wanatakiwa kuja mbele kwa ajili ya kusambaza dini. ni nafasi kwa ajili yao kwamba waje kujitolea.
maswahaba sawa na uwezo wao walijitolea chochote, na kwa ajili ya wanajeshi maskini wakawapatia vipando, panga na silaha zingine. Baadhi ya maswahaba, kina mama na kina baba walio maskini, walipokuwa wakileta bidhaa zao, moyo wao ulikuwa ukijaa kwamba lau kama wangekuwa zaidi na wangeleta zaidi na wangewapatia. Lakini wanafiki walikuwa wakicheka na walikuwa wanasema kwamba je, watu hawa watapata ushindi juu ya Kaisari kwa njia hii? Kuhusu mwenendo huu wa wanafiki, Mwenyezi Mungu anasema wale wanaowasingizia kuhusiana na sadaka waaminio wafanyao wema kwa furaha, na pia wale wasiopata cha kutoa ila juhudi yao, basi hao wasingiziao wanawafanyia mzaha, Allah atawalipa mzaha wao, nao watapata adhabu iumizayo. Kwa kufanya kibarua waliojitolea, mmoja alikuwa Abu Akil vile vile, ambaye usiku kucha alichota maji kutoka kisima na akapata tende saa 2. Saa moja inakuwa takriban kilo 2.5. Kwa jumla alipata tende kilo 5. Saa moja akaweka kwa ajili ya watu nyumbani na saa moja tende akaleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Musleh Maud sehemu moja amesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja aliwahimiza maswahaba kutoa mchango. Swahaba moja akaenda kufanya kibarua, alienda kuchota maji kutoka kisima na kisha akapata bidhaa ambazo akaleta kuwe kwenye mchango. Wakati ule kulikuwa na haja ya maelfu ya rupia. Wanafiki walikuwa wakicheka na walikuwa wanasema kwamba je, hayo ni matirisho ya vita? Hiyo ni tukio la vita vya Tabuk, ilitokea dhidi ya Warumi, na serikali ya Roma ilikuwa wakati ule kama vile siku hizi ni serikali ya wazungu. Hata Muslimun alipoeleza wakati ule wazungu walikuwa wakitawala dunia, na swahaba huyo kwa ajili ya vita ile akaleta shairi kiasi fulani. Wanafiki walikuwa wanacheka juu yake, lakini Mtume alipojua alisema kwamba wao hawajui kwamba mbele ya Allah shairi hii ina thamani gani. Hiyo ndiyo shairi ambayo kwa sababu yake Waislamu walipata ushindi na Warumi wakashindwa, na Warumi walishindwa na pia Wairani pia walishindwa, ambao serikali yao ilikuwa zidi ya serikali ya Roma. Waislamu walipata ushindi juu yao. Swahaba moja, kuna tukio lake la ajabu kama ilivyoelezwa kwamba kwa ajili ya vita hii maswahaba waliendelea kujitolea kwa ajili ya safari na kwa ajili ya kushiriki katika mpango huu wa kujitolea. Maswahaba matajiri walikuwa wanatoa mali zao, na watu maskini kwa kufanya vibarua walikuwa wanaleta fedha na hela. Katika hali hiyo swahaba moja hat Urwa bin Zaid, habari zake zinapatikana hivi kwamba yeye kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah alichagua njia moja ambayo ilikuwa ya ajabu na tofauti kutoka watu wengine. Huyu alikuwa maskini sana, hakuwa na chochote cha kutoa wala hakuwa na nguvu ya kushiriki katika jihadi. Hivyo usiku moja alisimama kwa ajili ya swala na alifanya dua, akasema kwamba e Allah, umetoa amri ya kufanya jihadi na umesisitiza sana juu yake, lakini sina chochote, na nabii wako sallallahu alaihi wasallam pia hana vifaa kwamba aweze kunipatia na niweze kwenda kupigana vita, na nabii wako ametuhimiza kutoa mali, siwezi kushiriki humo isipokuwa mimi zulma zilizofanywa juu yangu nikiwasamehe wale waliofanya zulma na watolea Waislamu kama sadaka. Asubuhi yeye akaja pamoja na maswahaba wengine. Mtume saa salam akasema kwamba usiku huu wa kuamkia leo nani mwenye kutoa sadaka ya heshima yake? Hakuna aliyesimama. Mtume akasema lakini hakuna aliyesimama. Kisha Hazrat Urwa akasimama na akamwambia Mtume habari yote. Mtume alisema kwamba
abshir huwa llazi nafsi biyadihi lakad kutibta fi zakatil mutakabala, kwamba ufurahi, mimi naapa kwa dhati ambaye uhai wangu u mkononi mwake, umeandikwa katika watu ambao sadaka yao imekubaliwa. Ilikuwa jaziba ya kujitolea na ikhilasi ya ajabu na nzuri kabisa. Mungu ambaye anajua hali ya mioyo na anajua hali zote, yeye alikubali jaziba yake hiyo, na pia akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu jaziba yake. Kinama pia hawakukaa nyuma katika vita hii. Wao walitoa dhahabu kwa ajili ya matayarisho ya vita. Hivi hatume Senan Aslamia anasimulia kwamba mimi katika nyumba ya Aisha niliona kitambaa kimoja kilichokuwa kimetandikwa, na kwenye kitambaa kile kulikuwa na dhahabu na vitu mbalimbali vya dhahabu ambavyo kina mama walikuwa wametoa kwa ajili ya jihadi. Kwa vyote vile, upande mmoja hii ilikuwa hali ya watu wenye ikhilasi na waumini, na upande wa pili wanafiki walikuwa wametumia nguvu zao zote, na kwa kiwango fulani hiyo ilikuwa njama ya mwisho ya wanafiki, na wanafiki walikuwa na imani juu ya mafanikio yao. Walikuwa wamesimama kidete juu ya yakini hii kwamba waislamu wataenda katika safari hii, na walikuwa wana yakini kwamba mungu apishe mbali mtume sallallahu alaihi wasallam hataweza kurejea Madina. Hivyo walifanya juhudi kamili kwamba waislamu wajitokeze, lakini waende katika idadi ndogo, na sawa na fikra zao idadi ya waislamu maadamu itaendelea kupungua, jeshi litakapopungua, basi kushindwa kwa jeshi kutakuwa kwa yakini. Hivyo wao walianza kueleza shida za safari kwa kutia chumwi. Walianza kuwaogopesha waislamu kwa njia mbalimbali, wakaendelea kuwashawishi kwamba wao wasishiriki, kama vile ni joto kali, safari ni ndefu, masurufu ni madogo na kadhalik. Wingi wa watu wa Madina walikuwa wakulima ambao mavuno yalikuwa tayari, na mavuno hayo yalikuwa tayari katika zama ya ukame. Walikuwa wanaongea na waislamu kwamba nini, hamjui kwamba mnaenda kukabiliana na jeshi ambao ni wapiganaji wakali? Kupigana nao vita si kazi rahisi. Sisi tunaona kwamba nini mtauawa, la sivyo mtatekwa. Wanafiki walikuwa wanasema hayo, na propaganda hii ya wanafiki haikuleta athari kwa waumini wenye imani na ikhlasi, lakini baadhi ya watu wenye imani dhaifu wakapata hofu, na kisha wakaanza kutafuta uzuru mbalimbali ili kuto kushiriki katika vita. Na japo wingi wa wale waliofanya walikuwa wanafiki, Kurani tukufu imeeleza propaganda ya wanafiki na wale waliokaa nyuma kama hivi: walifurahi walioachwa nyuma kwa sababu ya kukaa nyuma ya mtume wa Allah na kuchukia kufanya juhudi kwa mali zao na nafsi zao katika njia ya Allah, na wakasema kwamba msiende vitani katika joto. Sema moto wa jahanamu una joto zaidi. Laiti wangefahamu basi wacheke kidogo na walie sana. Sawa na riwaya, watu hawa
walikuwa wakija kwa mtume salallahu alaihi wasallam na walikuwa wakiweka mbele yake uzuru wowote wa kuto kushiriki katika jihadi na walikuwa wanaomba ruksa kwamba tusiende katika jihadi. Mtume alikuwa anawapa ruksa. Zaidi ya 80 walikuwepo walioomba ruksa ya kuto kushiriki katika jihadi, na hawa walikuwa wengine kuliko wanafiki ambao walikuwa pamoja na Abdullah bin Ubay. Mwenyezi Mungu alieleza hali ya wanafiki wao ndani ya Qur'an tukufu kwamba kukaa kwao nyuma kulikuwa kwa sababu ya udhaifu wa imani yao na wao ni waongo katika uzuru wao. Na Qur'ani tukufu aya ziliposhuka kuhusu watu hawa, basi tahadhari ikatolewa kwa kila moja kwamba imamu akitoa wito fulani, basi mnatakiwa kusema labbaik kwa namna gani, mnatakiwa kusonga mbele na mnatakiwa kushiriki katika mpango wake. Hivyo Mungu anasema وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله ولي بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاصهم وثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوذوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله ولي بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Kama ingalikuwa faida ya papo kwa papo na safari iliyofupi, kwa yakini wangali kufuata, lakini safari ya taabu imekuwa ndefu kwao. Nao wataapa kwa Allah, kama tungaliweza, bila shaka tungalitoka pamoja nani. Wanaangamiza nafsi zao na Allah anajua kwa hakika wao ni waongo tu. Allah akusamehe. Kwa nini umewapa ruhusa? Ungengoja mpaka wanaosema kweli wangekupambanukia na ungali wajua waongo. Hawatakuomba ruhusa wale wanaomwamini Allah na siku ya mwisho, kwamba wasijitahidi kwa mali zao na nafsi zao, na Allah awajua wanaomcha. Hakika wanakuomba ruhusa wale tu wasio muamini Allah na siku ya mwisho, na mioyo yao ina shaka. Kwa hiyo wana sita katika shaka yao, na kama wangalitaka kutoka, bila shaka wangaliiandalia maandalio, lakini Allah hakupenda kutoka kwao, na kwa hiyo akawazuia, na ikasemwa kwamba bakieni pamoja na wabaki yao. Kama wangalitoka pamoja nani, wasingali wazidishieni ila machafuko, na wangeharakia huko na huko kati yenu
kuwatakieni fitna na miongoni mwenu wako wanaowasikilizia na miongoni mwenu wako wanawasikilizia na allah anawajua wazalimu. bila shaka zamani walitaka fitina na wakakupindulia mambo mpaka ikafika haki na kudhihirika amri ya allah, ingawa wamechukia hivyo. mwenyezi mungu alieleza wazi hali ya wanafiki na akamwambia mtume kwamba wewe ulikubali uzuru wao uongo. kama usingekubali na usingewapa ruksa, basi unafiki wao ungezwihiri kwa wote. walikuwa hawataki kwenda katika vita, lakini mungu anasema kwamba kutokuondoka kwao ni bora. kama wangeondoka kwa sababu fulani, basi katika vita wangefanya mipango na harakati ambazo zingesababisha waislamu kupata madhara, na natija hazikutokea sawa na matamanio ya wanafiki. na mengine nitaeleza katika siku za usoni inshallah. katika hutuba ya ijumaa iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu kushambuliwa kwa misikiti wetu katika Rabwa. vijana khudam waliopata majeraha, mufanye dua kwa ajili yao. mungu awajalie wote siha kamili. mwenyezi mungu awasalimishe kutoka kila shida. saa nyingine zinatokea baadaye katika matukio kama hayo. wakati huu khudam watatu ni wenye majeraha zaidi, na ndiyo maana bado wapo hospitalini, na watano baada ya kupatiwa matibabu wamepelekwa nyumbani, lakini tiba yao inaendelea. itachukua muda mpaka wapone. mwenyezi mungu awajalie wote uponyo kamili, na siku za usoni aisalimishe jamaat wanajumuia wote kutoka kila shari na kila hasara. baada ya swala nitasalisha jeneza moja ghaibu. huyu alikuwa mheshimiwa Sam Ali Nena Saheb wa Marshall Island. siku za nyuma akiwa na umri miaka 83 alifariki dunia katika mji wa California, Marekani. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa mara ya kwanza alipata kujua kuhusu Uislamu kwa kupitia Hafidh Jibril Said Saheb, mbashiri wetu wa jamaati. kwa sababu ya mahubiri yake katika miaka ya 80 alipata kujua kuhusu Islam. wakati ule alikubali Islam Ahmadiyya, akapingwa sana, lakini akaendelea kusimama kidete juu ya imani yake. senata moja katika bunge alisema kwamba Islam ni dini yenye ugaidi na isiyo na kanuni. yeye alipeleka ujumbe katika gazeti kwamba sisi ni Waahmadiyya, Waislamu wa Ahmadiyya, sisi hatuhusiki chochote na ugaidi, na makala yake hiyo ikawa sababu ya kuleta uimara kwa jamaati. senata alijaribu kwamba apitishe kanuni zidi ya jamaati, lakini kwa sababu ya juhudi zake alishindwa. alikuwa anajulikana sana katika jamii yake. Falahuddin Sham Saheb, naib amir Marekani, anasema kwamba nilipata bahati ya kuitumikia jamaat katika Marshall Island kwa miaka 5. nilikuwa naenda huko. kisiwa hiki kilikuwa chini ya Marekani. Sam Saheb alijiunga na Ahmadiyya kwa kupitia Jibrail Saheb. mwanzoni kulikuwa na familia 4-5 Ahmadiyya, na jamaati ilikuwa ndogo sana, ilikuwa bado haikusajiliwa. lakini kwa juhudi ya Hafidh Saheb na kwa juhudi ya marehemu, jamaat ilisajiliwa huko. Hafidh Saheb alirejea, na kwa muda mrefu kulikuwa hakuna mbashiri huko. Sam Saheb ndiye aliyekuwa anasimamia mambo yote ya jamaati, na hadi kifo chake aliendelea kufanya kazi hii. aliendelea kufanya mahubiri vile vile, na akaendelea kunawarisha jina la jamaati. alikuwa anatoa ushirikiano kwa jaziba sana, na ujumbe ulipokuwa unatoka kutoka markaz alikuwa anawasaidia, na alikuwa kwenye mstari wa mbele katika kuwasaidia, na akafanya kazi nzuri yenye tija.
katika jumuiya ya Marshall Island katika kusimamisha jamaat hii. Huyu alikuwa na mchango mkubwa sana. Wanajumuiya wapya kwa sababu ya juhudi zake walijiunga na Ahmadiyya. Aliwahi kuwa sadr jamaat wa Marshall Island. kisha anasema Shama Sahib kwamba Kokosrai, katika Kokosrai mission house ilijengwa. Samsab akatoa msaada mkubwa. baadhi ya marafiki pia walishiriki. Kwa fadhili ya Allah mission house ikanunuliwa na jengo likajengwa huko. katika kisiwa cha Kiribati vile vile mission ilipatikana kwa msaada wake. kuna sehemu nyingine pia jumuiya ilipatikana kwa kupitia msaada wake. Anasema kwamba safari moja nilimuuliza Sam Saheb kwamba ni sababu gani na una wema gani ambao kwa sababu yake umepata bahati ya kusimamisha na kuanzisha jamaat katika visiwa vitatu. Alisema kwa unyenyekevu kwamba hiyo ni hisani ya Mungu na sina uzuri vovote. Kasim Chaudhry Saheb, mbashiri wa jamaat Marshall Island, anasema kwamba japo alipata vizuizi lakini akasimama kidete juu ya imani yake. Pamoja na mke wake akajitolea sana, na kwa sababu ya kujitolea kwa mke wake ardhi moja ikatolewa. Mke wake akatoa kiwanja na kisha msikiti wa kwanza ukajengwa juu yake. Namna alivyokubali Uislam amesimulia mwenyewe. Anasema kwamba mwaka 1987 mimi na mke wangu Mary Long Island, jina lake ni Mary. Anasema kwamba tulikuwa tunaishi katika hoteli moja ya Long Island. Asubuhi moja nikatoka nje ya chumba changu, nikamwona mtu mmoja mrefu Mwafrika. Ye akanisalimia, mimi nikamsalimia vile vile na akanitambulisha kwake. Nikajua kwamba huyu ni Hafidh Jibril Said Saheb, alikuwa mbashiri wa Micronesia. Nikaenda kukutana naye, ye akanihubiri, akanionyesha aya za Biblia Jibril Saheb, na akaniambia kwamba baada ya Isa alayhi salam bishara moja ya ujio wa nabii imetolewa katika Biblia. Nikashangaa, hiyo sio aya moja bali ni aya nyingi. Na katika agano jipya pia Isa alayhi salam mwenyewe anasema kwamba mimi nitaondoka na huyu atatuma baada yangu mtu fulani. Anasema kwamba hayo ni mambo ambayo sikuwahi kuyasikia hapo kabla. Hafidh Saheb akaniambia kwa uwazi, na alikuwa ananiambia kila kitu kutoka Biblia. Kisha Mungu akaniongoza na nikaona haki na maarifa. Moyo wangu ukajaa na Islamu na mimi nikakubali Islam, ukaelekea upande wa Islam na nikakubali Islam. Anasema kwamba nilipokubali Islam, watu walipojua, viongozi wa serikali wakasema kwamba sisi hatutaiacha Islam kusambaa katika Marshall Island. Nikampigia simu Hafidh Saheb, alikuwa amekusha ondoka kutoka huko wakati yule. Alisema kwamba usiwe na wasiwasi, Mwenyezi Mungu atafungua njia. Na anasema kwamba kisha Mungu akafungua njia. Siku moja nilikuwa nimeketi nyumbani, mtu mmoja akaja kutoka ofisi ya Attorney General na akasema kwamba usajili umekubaliwa wa jumuiya. Walikupa watu ambao mpango wao ulikuwa ni kuzuia usajili, lakini Mungu akafanya mpango kwamba usajili ukafanywa na usajili ukafika nyumbani kwangu. Anasema kwamba nikamtumia kopi moja Hafidh Saheb. Anasema kwamba baada ya muda kupita nikaelewa na kujua kwamba Ahmadiyya ni tofauti na Waislamu wengine na mimi nina ufahari juu yake. Sauti ilikuwa inatoka kutoka moyo wangu kwamba mimi ni Muislamu Muhammadiyya na nilikuwa najivunia juu yake. Anasema kwamba kwa miaka 20 hakuna mbashiri alikuja hapa. Nilikuwa na wasiwasi sana. Hafidh akasema kwamba uendelee kumwandikia khalifa wa zama na inshallah mpango utafanywa tu. Anasema kwamba 2004 nikapata agizo kutoka makao makuu kwamba mtu mmoja anakuja, uende kumpokea kutoka uwanja wa ndege. Anasema kwamba mimi nikafika airport, uwanja wa ndege, na baada ya muda mtu mmoja akatoka nje akitabasamu na akauliza jina langu. Nikasema kwamba Sam,
ye akasema kwamba mimi naitwa Inamul Haq Kausar. Anasema kwamba tangu siku ile sisi tukawa kama ndugu. Sisi tulisafiri safari ya Sarai na Pompei, tuliishi huko wiki moja. Anasema kwamba tulipotengana tulikuwa na uhusiano kana kwamba tunajuana tangu muda mrefu. Huo ni udugu wa Kiislamu. Anasema kwa fadhili ya Allah, baada ya kusilimu moyo wangu ulipata utulivu na roho yangu ikapata utulivu. Sala ikanibadilisha. Mke wangu pia akahisi mabadiliko hayo, na mimi nikihitaji kitu chochote tangu siku ile nilikuwa namwomba Allah kwamba anipatie, na Allah alikuwa ananipatia mara moja. Niliona nusura hii kwa macho yangu, na mimi nilimshukuru Mungu kwenye kila dua. Mjukuu wake Jolia anasema kwamba alikuwa Muislamu mwenye ikhilasi ambaye kwa imani yake alikuwa anapata nguvu na utulivu. Muda mwingi alikuwa anapitisha katika ibada na alikuwa anapenda sana kusoma Qurani tukufu. Alikuwa anasoma vitabu mbalimbali vya Kiislamu. Muda mwingi sisi tumemwona akizama katika fikra nzito. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Na baadhi ya watu wa familia ambao si wa Ahmadiyya, Mwenyezi Mungu awajalie kujiunga na Ahmadiyya na wajiunge na Ahmadiyya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.